budget. Tunatakiwa tutenge 10% katika fedha zetu za mapato ya ndani kwa ajili ya kuchangia shughuli za dharura. Sasa sisi katika halmashauri ya wilaya tulitenga bilioni 1.3 kwa ajili ya kuchangia utengenezaji wa barabara. Lakini tukaona kuna tatizo kubwa sana, barabara zetu nyingi ziko za vijijini. Tukaona ile fedha sisi tukanunue mtambo ili uweze kufungua barabara nyingi. Kwa hiyo kwa mwaka wa pili fair tumetenga fedha bilioni 1.3 kwa ajili ya ununuzi wa greda. Mpaka kufikia mwezi Juni 2026 tumenunua hii fedha kupitia mzabuni Mantrac Tanzania Limited ambaye yuko hapa amekuja, kiasi cha shilingi bilioni 1.253, maana bilioni 1,253,000. Lengo la fedha hii ni kuboresha miundombinu kama nilivyosema awali ya barabara, ikiwemo kufungua barabara, kusaidia uchongaji na ukarabati wa barabara za halmashauri ya Chalinze. Manufaa ya ununuzi wa greda. Baada ya mradi huu kukamilika utakuwa manufaa yafuatayo. Kwanza, kuongeza uwezo wa halmashauri kufanya matengenezo ya barabara kwa wakati bila kutegemea ukodishaji wa mitambo. Pili, kupunguza gharama za ujenzi na matengenezo ya barabara kwa kuwa halmashauri inakuwa na kifaa chake. Tatu, kuboresha hali ya barabara za vijijini na mijini, hivyo kurahisisha usafiri na usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa. Nne, kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayohitaji miundombinu bora ya barabara. Na tano, kuongeza ufanisi, uwajibikaji na ubora wa kazi na matengenezo kwa kuwa ratiba ya kazi inasimamiwa na halmashauri yenyewe. Mheshimiwa Waziri, ninakaribisha ukabidhi rasmi wa jumla hili kwa halmashauri ya wilaya ya Chalinze, nikiwa na matumaini makubwa kwamba litatumika kwa ufanisi, uwajibikaji na uadilifu katika kutekeleza majukumu ya kuboresha miundombinu ya barabara, kurahisisha usafiri wa wananchi na kuchochea maendeleo endelevu ya eneo husika. Mheshimiwa Waziri, kwa heshima na taadhima, naomba maelezo mengi mazuri ameeleza Mheshimiwa mkurugenzi wetu wa halmashauri ya Chalinze, lakini ninataka kueleza jambo moja tu la faida ya jambo hili. Chombo hichi sasa hivi tulipo sisi kwetu huku tunajiita ni watu wa kijijini, kwa sababu eneo hili kubwa sana lina miundombinu ambayo haiko vizuri. Kwa mfano, ziko fursa za kiuchumi ambazo zimefunguka katika halmashauri yetu ya Chalinze ambazo zinakwama kuendelezwa kwa sababu ya ukosefu wa barabara nzuri. Tunacho kiwanda hapa cha Mamba Cement ambacho kinajengwa kule Talawanda. Iko barabara ambayo ujenzi wake kwa hisabati zilizopigwa na wenzetu wa TARURA inaenda kukosti gharama ya shilingi kama milioni 800 au 900 hivi. 954. Lakini barabara ile ukiangalia na fedha ambazo halmashauri inatakiwa kulipa peke yake, na ukiangalia thamani ya chombo hichi na namba ya barabara zilizopo katika halmashauri yetu, kama tungesema tutoe pesa kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizo, na imani tungetakiwa tununue magari kama haya labda 10 kwa gharama ambazo barabara zinaweza kujengwa. Lakini kwa kununua chombo hiki, manake ni kwamba kwanza tumeokoa fedha nyingi za wananchi, fedha ambazo tunaweza kutumia kwa ajili ya shughuli nyingine za maendeleo ndani ya halmashauri yetu. Lakini pili, tumepunguza pia muda wa utendaji kazi. Maana ilikuwa wakati mwingine na engineer wangu hapa Bibupe anapata tabu sana. Huko anatakiwa achukue hela akakodi vyombo, huko anatakiwa achukue hela akanunue vifaa kwa ajili ya ujenzi wa barabara zake. Lakini leo hii kama alivyoeleza mkurugenzi, halmashauri yetu imepata riziki kubwa, sio tu ya kuwa na vyombo hivi, lakini pia tunao uchumi wa kokoto ambao nao utatusaidia. Lakini pia tunao uchumi wa vijana ambao sasa hivi wameenda kupikwa na Bi Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya ujenzi wa Tanzania na Chalinze tunayoitaka. Leo hii kupitia serikali ya awamu ya 6, Mheshimiwa Rais ametuletea shule ya amali ambayo imejengwa katika eneo hapa la katikati ya Chalinze na Msolwa. Shule hiyo inakwenda kuandaa vijana ambao wanakwenda kutengeneza Chalinze yao, lakini pia ndio rasilimali zitakazotumika katika Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kama tulivyoeleza mwanzo, furaha yetu umekuja ndani ya halmashauri ya Chalinze kuona miradi ya maendeleo, lakini Chalinze ambayo wewe Mheshimiwa Rais anayehubiri itawezekana endapo vyombo hivi vitakuwa katika miliki nzuri na usimamizi mzuri wa halmashauri yetu. Kwa hiyo na mimi pia nina nafasi hii kukaribisha tena, lakini pia kukuomba kama alivyoeleza mkuu wetu wa wilaya na mkurugenzi, utufungulie au utuzindulie gari hii, lakini pia